faini au ataondolewa kwenye kikundi, pengine pia hatapata hata mgao. Sikiliza, ni heri kutii sauti ya Mungu. Unapoona kuna hivi vikundi vinaingilia habari ya ibada, linda sana ibada, linda uhusiano wako na Mungu, usiangalie habari ya hivyo vikundi. Sasa katika siku hii ni siku takatifu. Hebu jaribu kulinganisha kati ya tamthilia, michezo, hasa kunawezekana ikawa ni mipira au na cricket na michezo mingine. Linganisha hiyo michezo na utakatifu wa Mungu. Ni michezo inayoendana na utakatifu? Hapana, ni kitu ambacho hakipo. Unakuta watu wanaangalia tamthilia, watu wanachomana visu, wanauana, wanafanya nini? Muda wa Sabato, siku ambayo ni kumbukumbu ya uumbaji wetu, kumbukumbu ya siku 6 Bwana alizofanya katika kuumba dunia, siku ambayo tunatakiwa tutafakari uhusiano wetu na Bwana. Tumetembeaje kwa hizi siku 6 zote? Siku ya 7 tunapotulia sasa, tunaanza kutafakari, siku ambayo tunatakiwa tuwe na maombi mengi, siku ambayo tunatakiwa tusome sana na neno la Mungu, siku ambayo nafsi zetu zinatakiwa ziunganishwe na Mungu kwa kumtafuta. Ni siku ambayo ndio maana kitabu cha Waebrania 4 fungu la 9 anasema kwamba basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Fanyeni hima, jitahidini kuingia katika raha hiyo. Ndio hili Isaya 58:13 na 14 imesema kwamba ukiitunza Sabato vizuri kabisa, ndipo utakapojifurahisha katika Bwana. Kujifurahisha ni nini? Ili upate nini? Ili upate hasa ile raha ile aliyosema kule Bwana kwamba imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Utakapoitunza kwa usahihi, ndipo utakapojifurahisha katika Bwana Mungu wako. Lakini watoto pia katika siku hii ya Sabato mara nyingi wamekuwa wakiachwa kucheza michezo ya ovyo. Michezo mingine pia ni ya kikatili. Unakuta watoto wako wanafukuzana, watoto unakuta pengine wako wanacheza hata magame, unakuta watoto wako wameenda kutembea huko kwa majirani, wazazi hata hawajui. Unaweza ukawa umeacha kufanya kazi siku ya Sabato, lakini ukaja kukoseshwa kwa sababu tu ya watoto wako hukuwaelekeza, kwa sababu tu ya watoto wako hukuwatunza. Kwa hiyo inapofika hii siku, ni siku ambayo unatakiwa kukaa familia nzima, mtafakari, muimbe nyimbo, mfurahie mkiwa katika uhusiano wenu na Mungu. Hata mawazo tunayoyawaza yanatakiwa yawe ni mawazo ambayo yanahusiana na utunzaji wa Sabato. Sio uko kwenye Sabato lakini uko nawaza biashara zako, upo kwenye Sabato uko nawaza masomo, upo kwenye Sabato uko nawaza kazi. Hapo